yatoka yaenda wapi? Dunia ni giza tu, yatoka yaenda wapi? Dunia ni giza tu, mapambo ya njia zake ni ishara kubwa. Mapambo ya njia zake ni ishara kubwa. Kikomo chake nani ajuae? Dunia yaisha. Kikomo chake nani ajuae? Dunia yaisha. Shalom, shalom, na wasalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Ni wakati mwingine ambao tunajifunza kuhusu utakatifu na utakaotuwezesha kuishi katika ufalme wa Mungu. Najiuliza swali, je, nitafanyaje niokoke? Jibu ni kwamba jifunze njia za Mungu. Yaani wahubiri wengi wanatoka wakikemea dhambi, lakini kukemea dhambi haimuokoi mtu. Bali inampa ujumbe ya kwamba unachokifanya kina madhara, lakini sasa hajui ataachaje unachokifanya. Dhambi ni vifungo vya dhambi. Vifungo vya dhambi huwa vinaondolewa kwa neno la Mungu. Na hilo neno ni sharti liwe utakatifu. Utakatifu ni nini? Utakatifu ni nguvu inayotoka ndani ya Injili. Na hiyo nguvu inavunja nira zote za ibilisi. Hiyo nguvu huwa inavunja minyororo yote ya shetani. Huwa inakataa nguvu zote za hila zinazoweza kumzunguka mtu na inamuokoa. Hiyo ndio inaitwa uokovu. Kwa hiyo uokovu kunahitajika nguvu ya kuokoa, na hiyo nguvu inatoka ndani ya neno la ukombozi. Neno la ukombozi ni Injili ya utakatifu, ndio inakupa uokovu. Unajiuliza, nitafanyaje niokoke? Jambo la kwanza la kufanya, lazima uanze kujifundisha neno la Mungu. Neno la Mungu mtu anajifunzaje? Unajifunza kwa kutaka kuyajua mabaya na mema. Yafuate mema, utafanikiwa. Maana njia za ubaya huwa zinamuelekeza mtu katika ubaya wa milele. Kwa hiyo leo tunajifunza uokovu unaanzia wapi ndani ya maisha yako. Utajuaje ni maanza? Kuna wengine wameianza safari ya imani lakini hawajui kwamba wameianza. Kuna wengine wamejua wameanza. Safari ya imani inaanzia wapi? Imani kuna aina mbili za uokovu. Uokovu unaanza na ndani, sio nje. Na maanisha uokovu unaanza kwa neno ulilolisikia. Kwanza lazima nguvu ikujilie. Hiyo nguvu inakuja kwa mfano wa mahubiri. Yaani namaanisha uokovu sio kujisitiri tu, sio kutokutumia mapambo, wala sio kutokushuka nywele. Uokovu uko ndani. Kitu ambacho mwana wa Mungu alishindana nacho sana, Yeshua wa Nazareth, ni ndani. Paka anawaambia Mafarisayo, ole wenu Mafarisayo wanafiki, safisheni kikombe ndani kisha nje. Ndani kisha nje. Mafarisayo walikuwa wanasafisha nje. Ndio maana wanawake wa Kiyahudi walikuwa wanavaa kwa kujisitiri, wanafunika vichwa vyao. Lakini hiyo haikuwawezesha kuwa watakatifu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wewe unapaswa uokoe ndani yako. Na maanisha chuki iliyokujaa uiondoe. Na maanisha wewe kukua kwamba tamaa ya mali iliyokujaa ikutoke. Jambo la pili, lazima, na utatoaje vitu ninavyovitaja hivi? Tamaa ya usherati, tamaa ya wanawake lazima ikutoke. Jambo jingine ni lazima ibada ya uongo ikutoke. Lazima moyo wako utoke uko uliko. Lazima akili yako itoke uko inakoelekea. Hizi vitu vyote ninavyovitaja vitatokaje? Jibu ndo hili. Kutoka kwake unahitaji kuviingiza vitu ambavyo hujawahi kuwa navyo tangu maisha yako.
unapaswa kuingiza Mungu. Mungu ni vitu viwili. Hivi vitu viwili havibadiliki. Maombi na neno. Maombi kwa aina gani? Biblia ipo wazi ya kwamba hatujui kuomba ipasavyo, bali Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. Neno la Mungu halibadiliki. Ni kwa sababu linalenga kumtoa mtu katika dhambi na kumpandisha katika uokovu wa utakatifu. Neno la Mungu halina haja ya wewe kuwa tajiri. Neno la Mungu halina haja ya wewe kuonekana ya kwamba adui zako wanaangamia. Hapana. Neno la Mungu ni kwa ajili ya manufaa ya roho yako, sio mwili wako. Lakini mwili unanufaika, maana roho ikiwa hai, mwili mzima. Ukiwa na uzima wa milele, kuna uzima wa milele. Uzima wa milele inamaanisha huu ni uzima ambao hauna mwanzo wala mwisho. Na huu uzima utaonekana paka kwenye miili, hautabaki tu rohoni. Ukiona ya kwamba mimi ni mzima tu rohoni, hapana. Sasa mtu anapoanza kutembea hatua za wokovu, dunia ikianza kutoka. Paulo anasema kwa nje tunaonekana ya kwamba tunachakaa, lakini ndani yetu kuna uzuri. Ndani yetu tunazidi kupendeza siku baada ya siku. Haleluya! Rebresa ileisa. Tuna taina sidre ai. Tuna lakrimodra sai. Ndani yetu tunafanywa upya. Neno nzuri ndo hilo. Tunafanywa upya kila siku. Haleluya! Yaani nje tunachakaa. Inamaanisha nje tunaviacha vya dunia. Kuchakaa ni kuacha kutumia mapambo, kuacha kusuka, kuvaa kwa kujisitiri, kutokunyoa denge, kutokuchonga ndevu, na pia kutokuwa na macho ya tamaa, kutokuwa na, yani nje yetu lazima tuonekane kwa dunia tumechakaa. Kama ni wanawake wanavaa mavazi marefu, lakini ndani unafanyika upya. Inamaanisha wakati ndani inafanyika mpya, nje lazima ianze pia kubadilika. Ndani inaathiri nje. Inamaanisha ya kwamba lazima injili iguse roho yako, kisha roho yako ikajua mabaya na mema, na mwili ukaanza kuiacha immediately. Mwili ukaanza kuiacha mabaya immediately. Namaanisha kwamba unapoingia kwenye wokovu, haya ni mambo ambayo hauhitaji Roho Mtakatifu hoserimandresai. Hauhitaji Roho Mtakatifu kukusaidia kuyafanya. Haya ni mambo ambayo ni jukumu lako kuacha kusuka, ni jukumu lako kuacha mapambo, ni jukumu lako mwanamke asivae nguo zimpasazo mwanamume. Hilo ni jukumu lako, sio la Roho Mtakatifu. Ni wewe mwenyewe unapaswa kuacha. Unapaswa kuvaa nguo ndefu zinazo kusitiri. Kwa Kiswahili chepesi inamaanisha kuficha. Kusitiri ni kuficha. Inamaanisha ya kwamba sio kwamba uende ukavae magunia, lakini lazima usitiri, yani ufiche. Don't show people your anatomy. Hallelujah. Usionyeshe watu how you are built. Usionyeshe watu how yani ficha viungo vyako. Ndio maana ya kujisitiri. Inawaathiri wanawake na wanaume. Mwanamume akivaa nguo ambazo zinaonyesha yani zinaonyesha alivyoumbwa ni dhambi. Kwa hiyo dhambi hizi huwa zinatoka wakati ambao ndani inafanyika mpya. Ndani sio sasa wewe hauwezi ukagusa ndani yako. Ndani yako imepita ufahamu wako. Kama tu jinsi usivyoweza kuiona roho yako, ndivyo jinsi usivyoweza kuokoa roho yako wewe mwenyewe. Sasa roho yako inaokolewa kwa neno ambalo mwana wa Adamu analihubiri. Hilo neno ambalo nakuhubiria linaokoa roho yako. Roho yako itaokokaje? Roho inaokoka kwa kutii. Roho inaokoka kwa kutii. Maandiko yanasema nanyi mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wenu na kuitii, ndipo mtafanikiwa. Utafanikiwaje? Kuirithi paradiso ya Mungu. Utafanikiwaje? Utafanikiwa kwa mambo unayoyafanya ya duniani. Lakini sharti ni kwamba nanyi mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuitii. Kwa hiyo roho yako itaokoka kwa kutii. Unapolisikiliza neno, hayo mafundisho uliyoyachukua uyatii. Kuyatii ni kufanya nini? Ni kuomba juu yake na kuanza kuyaishi. Hayo ndo yanakupa nguvu ya kuacha dhambi. Ukiyatii na kuyaamini, sikiliza, ukiyatii na kuyaamini yanazaa imani. Imani inakupa nguvu. Tunajua imani ni kwa ajili ya kushinda vitu fulani. A faith comes with
the power to stumble on everything. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Inamaanisha kwamba amekupa mamlaka juu ya viovu vyote vya dunia, hekima zote za dunia, maovu yote ya ulimwengu, na pia nge. Amekupa mamlaka ya kukanyaga kila uovu. Lakini mamlaka hayo yanatoka ndani yako, sio nje yako. Kwa hiyo ndani yako lazima iwe nzuri kwa kulishika neno. Na hiyo ndio tunaita hatua ya kutoka kwenye ulimwengu. Hatua ya kutoa dunia ndani yako. Maana dunia inatoka nje na ndani. Lakini ndani inapozidi kujifunza, ukijifunza mema na mabaya, nje tayari inabadilika. Alafu ndani itaanza sasa kujaza utakatifu. Lakini sasa kwenye njia za uokovu, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanayofanya watu wanakosa kuokoka. Inaitwa mashaka. Inaitwa mashaka. Sikiliza. Luka 24 mstari wa 36. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe Yeshua alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Kwa hiyo Mungu, kitu cha kwanza ndani ya uokovu, lazima upate amani. Haleluya! Lazima upate amani. Maana bila amani huokoki. Amani ni nini? Amani ni uaminifu na kukiamini kile unachokifanya. Lakini watu wengi wa Kristo wamevamiwa na kitu kinachoitwa kukosa amani na mashaka. Mashaka yanaua imani. Kutokuweko kwa imani kunazaa mashaka. Mashaka yanaondosha amani. Kwa hiyo amani unayoitafuta sio kwamba utaipata sehemu nyingine. Amani unayoitafuta utaipata kutokana na neno la Mungu. Sikiliza, akasema amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona mashaka mioyoni mwenu? Kwa hiyo Mungu anauliza, kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mnaona mashaka moyoni mwenu? Hayo ni maswali mawili ambayo jiulize. Kwa nini unafadhaika? Kwa nini unaona mashaka moyoni mwako? Najua mashaka ni kwa sababu ya Injili. Kufadhaika ni kwa sababu ya kile ulichokijua sicho. Na kufadhaika kwako kunatokana na mashaka. Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Mashaka yanaua imani. Mashaka ni kutokuwa na uhakika na kule uendako. Mashaka ni kukosa a spiritual direction. Mashaka ni kukosa a firm faith. Kukosa imani dhabiti ni mashaka. Mashaka ni kukosa elimu ya utakatifu. Umeona mashaka. Kwa nini mna mashaka moyoni mwenu? Kwa nini mbona mnafadhaika? Mbona mnafadhaika? Maana sikiliza, mbona mnafadhaika na kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa mimi ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Kwa hiyo mashaka yanatokana na roho yako na mawazo yako. Maana walipomuona wakaogopa. Kwa hiyo uoga. Niliwaambia, vaeni roho ya ujasiri mkaondoe uoga, bali waoga wote watatupwa jehanamu. Lazima Mungu anamtaka mtu mwenye roho ya ujasiri. Mungu anamtaka mtu mwenye roho ya ujasiri asiye na mashaka moyoni mwenu. Maandiko yanasema mtakatifu wangu ataishi kwa imani. Akiwa na mashaka moyo wangu haupendezwi na yeye. Kwa hiyo mtakatifu wangu ataishi kwa imani. Kwa nini aseme akiwa na mashaka moyo wangu haupendezwi na yeye? Maana mtu asiye na mashaka hawezi akatenda lolote. Mtu asiye na mashaka anaitwa someone with low self-esteem. You need to believe yourself. Salvation comes within yourself, not outside. Ninyi mnapotea kwa sababu mnadhani wokovu unatoka nje yenu. Wokovu unakaa ndani ya roho zenu.
Kwa hiyo roho yako lazima iwe tayari kwa kujifunza, kukemewa na kurudiwa. Lazima roho yako imjue Mungu na shetani. Lazima uwe kamili, uweze kumtofautisha Mungu na ibilisi. Shetani ana utakatifu, Mungu ni mtakatifu. Shetani ni mwenye chuki na uovu, Mungu ana chuki na uovu. Kwa hiyo mtu wa shetani ni mtu aliye na tabia za kishetani. Shetani sio mtu, shetani ni tabia. Mungu sio mtu, Mungu ni tabia. Kwa hiyo kile kimjazacho mtu ndicho kinachoonyesha ibada ya mtu. Unapojazwa na elimu ya mafanikio, unahubiriwa kesho utatajirika, kesho utakuwa na mali, kesho utakuwa na pesa. Mungu ana haja ya kumpa mtu pesa. Mungu ana haja ya kuokoa mtu. Mungu hakuja duniani kwa sababu hatuna pesa. Mungu hakuja duniani kwa sababu hatuna mali. Alikuja duniani kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Kwa hiyo roho yetu ina thamani kuliko mili yetu. Mili yetu ni ubatili. Kwa ukweli, mwili hupotea. Mwili ni kama upepo. Mwanadamu amefananishwa kama ua. Asubuhi limechanua, saa 4 limenyauka. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu maisha yake yanapoanza yanaonekana yanavutia na kupendeza. Lakini yeye husahau maisha yake ni ya kitambo kidogo. Yeye husahau kwamba Mungu amesema mwanadamu amewekewa kuishi mara moja, baada ya maisha haya ni hukumu. Akakosa kuufuata ule hukumu wa utakatifu. Naye akapungukiwa na rehema za Mungu. Kwa hiyo akipungukiwa na rehema, anakuwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi ni nani? Huu ni mtu ambaye Biblia haimo moyoni mwake, wala hana mfumo wa kuyafuata mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Watu wote waufikie msalaba na watubu dhambi zao wakapate kukombolewa. Ndio mapenzi ya Mungu. Mnapoomba kwamba Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimie hapa duniani kama huko mbinguni. Inamaanisha kwamba mapenzi yako yatimie. Yaani utakatifu wako uwepo, utimie hapa duniani kama juu mbinguni. Heseri adresa, lori blori sai, lembre sandresika. Sikieni hapa. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitoa akala mbele yao. Kwa hiyo ilibidi mwana wa Adamu atumie chakula kuwaaminisha ya kwamba ni yeye aliyefufuka, kwa sababu waliona mashaka. Mtu aliye na mashaka automatically ni mtu anayekataa moyoni mwake Mungu amefufuka. Mtu ambaye Mungu hajafufuka moyoni mwake, huyo ni mtu anayeishi na mashaka exactly. Wenye dhambi ni watu ambao wamejawa na mashaka. Hawaijui kesho, hawajui waendako, wanatembea gizani. Nuru haijawaangazia. Ninyi wana wa nuru, mnaona muendako, hamtembei gizani, hamna mashaka. Mnamwamini Mungu, mnamwamini Kristo, maana ipo taji mbeleni. O se sai le briba idresai leisa, o rabasika la mandresai. Kwa hiyo uwezo wa Mungu, mtu asikudanganye kwamba Mungu anaweza akakutembelea katika dhambi. Hapana. Lazima kwanza dunia itoke, uje uokoke. Kama dunia haijatoka hujaokoka. Na dunia kutoka ni nje yako. Yaani mwenyewe unauendea msalaba. Maandiko alisema uendeeni msalaba, sio kama msalaba ukujilie. Inamaanisha kuendea msalaba ni kuachana na dhambi za nje, ambayo ni mavazi yenu, ambaye ni vitu ambavyo mnahusika navyo. Ulevi na nini, pombe, ulevi, usherati, uzinzi, zinaa, uchawi, uchafu, denge, dunia, mambo yote ya dunia. Usipoyaacha hutauona ufalme wa mbinguni. Usipojikana mwenyewe. Kujikana ni kufanya nini? Kujikana sio kukataa tu kwamba nimejikana. Hapana. Kujikana mwenyewe ni kuyaona mapenzi ya Mungu kuwa bora kuliko yako. Ni kuona neno la Mungu kuwa bora kuliko maisha yako. Ni kuyaona maamri za Mungu kuwa za thamani kuliko chochote cha dunia ya sasa. Ni kuachana kulinganisha vitu vya dunia wala kuvifatisha kwa kuribasidresai, kwa kukokremamandresai drekidresai. Haleluya. Vitu vya dunia ni nini?
vitu vya dunia ni ikiwemo mwili wako. Utashindaje mwili wako? Lazima uwe mtu wa Mungu. Utaishinda dunia. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ni nani? Huyu ni mtu aliyejawa na Mungu ndani yake. Mungu ni nani? Mungu ni vitu viwili. Mungu ni neno. Maana Biblia yako imesema neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo Mungu ni neno. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni mtu aliyejawa na neno la Mungu. Neno la Mungu ni nani? Ni ahadi ya Baba. Roho Mtakatifu ndio uwezo wa kukufufua. Ndio uwezo wa kufufua wafu wote wanaonitazama. Ndio uwezo wa kuwafufua waliofungwa kwenye makaburi ya dhambi. Kumbuka wanadamu wapo kwenye makaburi ya dhambi. Kwa hiyo Mungu anataka kuwatoa na awainue upya. Awafanye kuwa hai. Awatoe na awapatie moyo mpya na akili mpya na roho mpya. Yani kila kitu, you must be renewed. Maandiko yanaposema amwaminie mwana wa Mungu amefanyika kiumbe kipya. Amefanyika, yani amefanyika muda uliopita. Yani anapoamini tu. Kuamini ni kufanya nini? Kuamini sio kuamini, hapana. Kuamini ni kufatana, ni kukubaliana na yale unayofundishwa na kuyatii. Utaweza kutokeza mtu tofauti. Haijalishi dunia inaonaje, lakini inajalisha Mungu anaonaje. Watu wengi wanataka to prove their salvation by the world. Yani mnataka dunia iwaamini kwamba mmeokoka. Hapana, mimi nimeokoka kujisaidia roho yangu ili nisitupwe jehanamu ya moto. Uokovu ni wako peke yako. Usidanganyike, Mungu adhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wewe ukipanda katika ubatili na uongo utavuna ubatili huo na uongo. Lakini apadre seka lakini masi ata na nani tresai. Naambiwa nisome maandiko. Sikiliza. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa. Hayo ndiyo niliyowaambia nilipokuwa pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimie yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Mmenielewa? Kwa hiyo kabla uokoke na kwenda mbinguni, ni lazima yote yaliyoandikwa juu ya mwanadamu kuyaishi ayaishi. Yaliyoandikwa kwenye Agano Jipya yote yatimie kwako, ndipo utakapo urithi ufalme wa Mungu. Lazima yote yatimie. Kwa hiyo unapojifunza maandiko, unajifunza ya kwamba maandiko haya yanapaswa kutimia kwangu, sio kwa mtu mwingine. Yani Mungu hataki makanisa. Mungu afikiri wala hajali kuhusu makanisa, anajali kuhusu watakatifu. Mtakatifu ni nani? Huu ni mtu ambaye anafanana na Biblia. Biblia ni nani? Biblia ni Mungu. Huu ni mtu ambaye anafanana na Mungu. Jiulize, wewe ulivyo unafanana na Mungu? Mimi nimekuja duniani niwafanye ninyi kuwa kama mimi. Maana mimi hakika nitarudi nyumbani kwangu Sayuni. Nimekuja niwafanye kama mimi. Maana yeyote asiyekuwa kama mimi hata urithi ufalme wa mbinguni. Hakika nawaambieni, hakika hata urithi ufalme wa mbinguni. Maana yeye sio mtakatifu. Mtakatifu ni nani? Huyu ni kiumbe ambaye ni mgumu kumpata duniani. Watu wanadhania kuwa watakatifu na sio watakatifu. Mtakatifu ni mtu ambaye maandiko yametimia kwake. Mtu atajiuliza, nitatimizaje maandiko? Umerudia sana kuhusu kutimia kwa maandiko. Wanatimizaje maandiko? Ni hivi. Unaposoma neno na kuomba, utakuwa mzoefu wa kufanya hivyo. Naliwaambia mtu anaomba asubuhi,
sio maombi ya sala za Kiislamu, bali ni maombi ya toba na utakatifu. Na maanisha toba isipungue dakika 30. Kuwa na dakika za kutosha za kuomba, za kutosha na kujifunza neno. Ukienda kulala ni hivyo. Siku nzima Mungu anajua watu wanafanya kazi. Nenda kafanye kazi. Sasa mtihani inabakia moja kwenye hiyo siku kwenye kazi unayofanya. Maandiko yanasema yatafakari maneno ya Torati hii mchana na usiku. Kwa hiyo wewe si unafanya kazi mchana. Kama unafanya kazi mchana, basi umewekewa sharti ya kwamba tafakari maandiko mchana na usiku. Unafanya kazi ukitafakari kuhusu Mungu, unafanya kazi kidogo unatafakari kuhusu Mungu, unaendelea na kazi na unafanya kazi kwa bidii. Asubuhi ukitubu unatubu, baadaye unamwomba Mungu niwezeshe. Sasa kutubu asubuhi na kuomba inakupa wepesi kwa sababu Mungu atataka ukae vizuri, kwa sababu hayo maombi yanatumika siku hiyo. Kumaanisha maombi hayo lazima yakupe bidii kwa kazi. Lazima yakubidiishe. Moja, Mungu hapendi watu wavivu. Cha pili, lazima maombi hayo yakulinde dhidi ya waovu na dhidi ya mabaya na mishale ya ibilisi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Bwana. 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 You must have new heart and new spirit. Msidhanie kwamba ulimwengu uko mbali kuisha. Msidhanie ya kwamba ulimwengu utadumu. Mimi na uhakika ulimwengu huu mnaouona huu hautatamanika miaka michache ijayo. Lakini tutaipata wapi haki? Tutaipata kwa Mungu mwenye haki. Na waonea huruma rise glory masi wanaoifatisha dunia. Na waonea huruma wale wanaopenda ulimwengu, wasiomcha Mungu. Na waonea huruma na huzuni kabisa. Hakika na yaonea huruma makanisa, wadhanipo kuna amani katikati yao, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Vaeni roho ya ujasiri, na muwe wapole kama ua, kama njiwa, na muwe wajasiri kama simba. Na waachieni mambo hayo ya mawili. Iweni wajasiri. Ujasiri ni nini? Ni kukarabasika. Ujasiri ni kumwamini mwana wa Mungu na kuyaamini maneno yake ya kubadilisha. Hiyo ndo ujasiri. 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 Kama hamna ujasiri hamwezi mkauona ufalme wa mbinguni. Tangu nyakati za Yohana Mbatizaji, nyakati za Kristo Yeshua wa Nazareti, nyakati zangu, ufalme wa mbinguni hutekwa na wenye nguvu na wajasiri. Huwezi ukawa na nguvu kama wewe sio jasiri. Lazima uwe jasiri. Jasiri na nguvu vinatembea kwa pamoja. Mimi nitawaokoeni ninyi na mkono wa yule ibilisi muovu, nanyi mtapata kusadiki na kufurahi katika utukufu wa Baba aliyenituma. Mimi sekatabamadede basi. Usiweke akiba katika dunia, mali nondo na kutu viharibupo, bali eka akiba katika ufalme wa mbinguni, kusikoweza kufika nondo na kutu. Bora uinunue dhahabu iliyo safi, dhahabu isiyofanana na dunia,
Ose masika. Ni bora ununue Roho Mtakatifu aliyesafishwa kwa dhahabu safi. Bora umchukue Roho aliyesafishwa kwa moto, ili uepukane na uovu wa dunia. Haleluya. Nasoma kitabu cha Ufunuo 3:16. Usararai teka. Haya ndiye anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na mwanzo wa kuumba kwa Mungu inamaanisha nini? Inamaanisha mwanzo wa roho ya Mungu. Huyo ndio mtu ambaye roho ya Baba ilikaa ndani yake, kisha ikatoka ndani yake ikiwaingia kila mtu, na kila ambaye ilimuingia aliuona ufalme wa Mungu. Na yajua matendo yako ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huna baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nayo hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Aibu ya uchi yako isionekane, na dawa ya macho kujipaka, macho yako upate kuona. Haleluya. Lazima uwe na dawa ya macho ili upate kuelewa maandiko. Na yajua matendo yako ya kwamba si baridi si moto. Yani na kujua matendo yako ni ya mashaka, si baridi si moto. Maanisha sasa hivi umemwamini Mungu, unaendelea kuomba, kitambo kidogo umerudi nyuma, unamshuku Mungu, ni lini nimeomba sana, kwa nini sijaze na Roho Mtakatifu? Watu wa aina kama hiyo hawaingii mbinguni. Hao ni akina Anania na Safira. Hao ni akina wale ambao walitembea na kundi, lakini ni wale ambao wamepotoka. Hao ni watu ambao ni akina Yuda Iskariote. Sekatamalakadabasika. Ufalme wa mbingu ni mkuu, wenye mwili wataurithi kwa neema yake aliye juu. Wenye mwili watafanana na utukufu wake aliye juu. Usifadhaike, usiogope, bali ujipe moyo, maana mbele kuna taji ya uzima, wasiovikwa waovu wala wenye dhambi, bali watakatifu tu, waliojikana nafsi zao, ndio watakaovikwa hiyo taji. Mavazi meupe inamaanisha walipewa mavazi meupe marefu. Inamaanisha wewe kama hauvai vazi ndefu, wewe ni mwenye dhambi. Maana hata mbinguni tutavaa kwa namna hiyo. Kama unavaa mavazi mafupi ni mwenye dhambi. Ria sada kadaba seka. Alalai liasi.